Mimi ninakuonyesha mifano michache ya watu ambao maisha yao yaliinuka kwa nguvu ya sifa. Wangapi wanamfahamu Bwana Yesu? Wangapi wanamfahamu Bwana Yesu? Ile mtu wa maandiko nisaidie maandiko kwa haraka haraka. Mathayo 26 mstari wa 30. Yesu alikuwa na muda wa kusifu. Anasema hivi, nao walipokwisha kuimba. Walipokwisha kufanyaje? Kuimba. Anasema wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Huyu ni Yesu na wanafunzi wake. Walipokwisha kufanyaje? Kuimba. Maana Yesu kuna muda alikuwa anakaa wanamsifu Mungu. Na hii ni mojawapo ya sababu kwa nini Yesu alikuwa mtu mkuu. Mtu mwingine alikuwa mkuu ni Daudi. Zaburi 119 mstari wa 164. Anasema mara 7. Kila nini? Hajasema tu kwa siku. Inawezekana ni kwa siku lakini sio kila siku. Anasema mara 7 kila siku na kusifu kwa sababu ya hukumu zako. Anasema kwa sababu ya hukumu za haki yako. 7 times a day. Na unajiuliza kwa nini Daudi alikuwa anatafuta na adui yake Sauli na maadui zake wengine wa Filisti na wengine walikuwa wanashindwa kumaliza? Ni kwa sababu alikuwa ni mtu wa sifa. Daudi alifika mahali alikuwa akipiga kinanda, akipiga kinubi kile alichokuwa nacho, pepo zinatoka. Alijua namna ya kuseto uwepo wa Mungu kwenye maisha yake kwa namna ambayo hakuna nguvu ya giza inaweza kukaa mazingira ambayo yapo. Daudi akazaa mtoto anaitwa Suleiman. Daudi akamfundisha Suleiman moja wapo ya siri ya kutembea kwenye ukuu. Wafalme wa kwanza sura ya 4 ule mstari wa 32. Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 32. Huyu ni Suleiman anasema, naye akanena mifano 3000 na nyimbo zake zilikuwa 1005. Yaani Suleiman na hekima yote alikuwa nayo, alikuwa anatunga nyimbo, alikuwa ana nyimbo alizotunga. Nyimbo ngapi hapo anasema? 1000 na ngapi? Niambieni kwa sauti, 1000 na ngapi? Na 5. Unajua Suleiman kwa nini alikuwa tajiri hivi? Kwa nini alikuwa na hekima hivyo? Alikuwa ni mtu wa ibada, ni mtu wa kusifu, ni mtu wa kuimba. Musa alikuwa ni mtu wa kuimba kiasi kwamba mbinguni Biblia inasema tutauimba wimbo wa Musa. Kutoka sura ya 15. Ukisoma hapo vizuri utaona hao watu wa Mungu wana baada ya kupasuka kwa bahari na wao kupita, Biblia inasema Musa akatunga wimbo. Musa akatunga wimbo kutoka sura ya 15 kwanza mstari wa kwanza, man of God. Anasema Musa akatunga wimbo. Anasema ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu akisema. Hapa ndio yule mtumishi wa Mungu ametoa ile uinuliwe Yesu wewe mwema, uinuliwe Yesu wewe mwema. Angalia ukisoma kutoka 15, hii sio sura ya kusoma, ni wimbo watu walianza kuimba kuanzia mstari wa 2. Walianza kuimba, e Bwana katika miungu yote ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, wenye kuogopwa katika sifa. Na kushangaa unanishangaa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza adui, wakazama kama risasi ndani ya maji magumu. Sikiliza tena, kwa sababu ilikuwa ni culture yao kusifu. Nionyeshe mtu mwingine mkuu kwenye Biblia. Ninakuonyesha mtu aliyekuwa akisifu. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 na 26. Paulo na mwenzake. Biblia inasema kwamba ilipokuwa usiku wa manane, mitume hawa, sijui kama Paulo alikuwa na sauti ya kuimba, sijui. Lakini naona ilipokuwa usiku wa manane wakaanza kuomba na kuimba. Kuomba na huo ndio usiku wa manane wenyewe. Tunataka tupeleke sifa ya moto mbele za Bwana na Mungu ayabadilishe maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Nakupa tena mtu wa mwisho. Nilikuwa nasoma Roho Mtakatifu nikumbushe ile andiko kwenye kitabu cha Waebrania meraba shanda 11 mstari wa 21. Waebrania 11 mstari wa 21. Angalia hapa anasema hivi, anasema kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wana wa Yusufu, akaabudu. Usijiulize kwa nini Mungu anaitwa Mungu wa Yakobo. Jamaa alikuwa ni mtu wa kuabudu. Akaabudu. Alafu akaegemea kichwa katika fimbo yake, kwisha mchezo. Yaani Yakobo alikuwa ni mtu wa ibada kiasi kwamba alipojua anataka kufa, alikufa akiwa anaabudu.